Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini pia ni katibu mkuu Muungano wa Falme za Afrika, na zaidi ya hayo, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Siku ya leo ni siku ambayo kama unavyoweza kuona umati na uwanja ulivyojaa hapa, ni siku iliyokuwa tarajiwa. Kama unavyofahamu wazi kwamba leo tarehe 15 mwezi wa 6 ndiyo tarehe pekee ambayo tumeiteua kama viongozi wa Jumuiya ya Muungano wa Falme za Afrika kuweza kuendelea kuweka historia katika urithi wa utamaduni. Hapa ni jijini Dodoma katika eneo la Bwibwi, kata ya Iyumbu, ni wilaya ya Dodoma mjini, ambapo hapa ndipo tumekuwa tukisimama kwa ajili ya kuendelea kutoa urithi wa utamaduni kwa vijana wote. Na siku ya leo kama ulivyoweza kuona ilikuwa ni uapisho na pia kuwasimika viongozi wa kimila watakaosimama katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Lakini pia tunashukuru leo tumeweza kumpata mrithi au mshauri mkuu wa wazee pamoja na mshauri na mfadhili wa wazee hapa nchini Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Tumeweza kumpata ambaye ni Mheshimiwa Gilbert Ntamamiro. Ataweza kutusimamia katika ushauri, lakini nje na ushauri atakuwa ni mmoja kati ya walezi wa wazee katika himaya zetu za Afrika, ikiwa ni pamoja na Tanzania kwa ujumla. Hivyo niweze tu kueleza wazi kwamba haya yote yaliyoweza kufanyika hapa ni sehemu ya urithi wa utamaduni, na tumeweza kufanya mambo mengi tofauti tofauti, lakini moja kati ya mengi ambayo tumeyashauri kwa vijana ikiwa ni uwajibikaji. Kila kijana anatakiwa ajituni katika majukumu. Kila kijana popote alipo anatakiwa kujituni katika kuhakikisha anatengeneza pato la taifa. Nje na hayo tumeweza kuelezea jinsi na namna ambavyo watu wanatakiwa kuwa na nidhamu. Tumeshauri kumheshimu kila yeyote, lakini vivyo hivyo kuwaheshimu sana wale wanaokuzidi. Haijalisha na kuzidi umri, haijalisha na kuzidi cheo, tumeshauri na kuweza kuendeleza kwamba waheshimiwe. Ninapozungumza hivyo, tumeona mmomonyoko wa maadili ukiendelea, hususan ni upande wa vijana wakiwatukana viongozi wakuu wa nchi, wengine hata wakidiriki kuwatukana viongozi wa ngazi za juu kabisa za serikali, wengine wakiwatukana jeshi la polisi nchini Tanzania, bila kujali jitihada wanazozifanya jeshi la polisi na majeshi yote nchini Tanzania ya kuendelea kuilinda amani yetu na kuhakikisha tunaendelea kuishi kwa amani. Lakini vivyo hivyo nikashauri wasiwe na taratibu pia za kuwatukana viongozi wa dini, na vivyo hivyo nikashauri hakuna yeyote mwenye akili timamu anayeruhusiwa kuwatukana wazee wa kimila. Popote anapoonekana mzee wa kimila, popote anapoonekana kiongozi mkuu wa nchi, popote anapoonekana yeyote anayehusika na uongozi wa dini, anastahili kupewa heshima yake, kwa sababu yule ana jambo na ana kitu ambacho pengine leo unaweza usitambue kuwa cha kufaa katika upande gani, lakini kikiwa kinakufaa moja kwa moja. Na ndiyo maana moja kati ya mambo ambayo nimekuwa nikiyaelezea ni kuendelea kujituni katika uwajibikaji, na katika wajibu ndiko unakokutana na nidhamu, na bila kuwa na nidhamu usiyatarajie mafanikio. Nimeelezea wakati mwingine, kwa kuwa wengi wamejua Mfalme Dr. Fadhili kweli nimekuwa nikihusika na kuwasaidia watu takriban duniani kote wanaohitaji mafanikio, wanaohitaji ushauri, wanaoanzisha biashara, wanaohitaji ushauri wa ndoa, wanaohitaji kufanikiwa kupitia asili zao. Nimekuwa nikiwasaidia takriban dunia yote. Ninapozungumza hivyo ni wazi kwamba watu wana shida. Waweza kuwa hauna shida au una shida ila hautambui, lakini nimekuwa msaada mkubwa sana kwa dunia kuweza kuwasaidia. Ninapozungumza hivyo nina maana, ndio maana nikaeleza, kwa kuwa watu vijana wengi wameelewa wazi hilo, na namba zangu wengi wanazo, hasa hizo zinazopita kwenye skrini za mwisho 17, wamekuwa wakiendelea kunipigia simu na kuniomba niwaunganishe katika vikundi vya siri, ambavyo vikundi hivyo hata mimi mwenyewe Mfalme Dr. Fadhili simo katika vikundi hivyo vya siri. Wao wakiomba niwaunganishe, wakihisi kwamba pengine unapoingia kwenye hivyo vikundi ndipo mafanikio yanaweza akafanikiwa. Hakuna mtu yeyote anaweza kufanikiwa bila kuwajibika, na ndio maana tumekuwa tukiendelea kusisitiza uwajibikaji katika nchi yetu, kuwajibika kwa vijana na wasio vijana, ili kuweza kuliongeza pato la taifa. Kwa ajili kwa machache haya niruhusu tu wenzangu pia na wao waweze kuzungumza. Hapa niko na swali moja ambalo ningependa nikuulize, ikiwa kama wewe ni mfalme wa Afrika
na kuna matukio ambayo yanaendelea huko nchini South Africa. Tujapata kauli kutoka kwa wafalme. Kauli yako ni ipi? Asante sana mtangazaji. Kama nilivyoweza kujitambulisha, mimi ni katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika, General Secretary United Kingdoms of Africa, lakini mwenyekiti wangu ni Mwafrika mwenzetu lakini anaishi London, Uingereza. Baada ya kupata taarifa na taratibu zote zinazoendelea South Africa, kwa jinsi na namna ambavyo wengi mmefuatilia, South Africa wamekuwa na changamoto kidogo ya kuwafukuza wageni ambao wako ndani ya nchi ya South Africa, kwamba wanaharibu ajira zao, kwamba wanapokea ujira mdogo kwa ajira zilizoko ndani ya South Africa. Hivyo wameanzisha vita ya kuwafukuza wageni wote ndani ya South Africa. Na ni bahati mbaya kubwa kwamba vita hizo zimeanzia kwa viongozi wa mila, akiwemo chifu pale South Africa pamoja na wafuasi wa chifu, na jeshi la chifu ndio linalohusika kwa kiwango kikubwa kuwafukuza wageni walioko ndani ya South Africa. Mimi kama katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika, eneo la South Africa liko chini yangu pia kama katibu mkuu. Na baada ya kupata hizo taarifa, niliweza kuwasiliana na chifu moja kwa moja kupitia Bakorokoi Kingdom iliyoko ndani ya South Africa. Ni bahati mbaya kubwa kwamba ahadi alizonipatia ilikuwa ni pamoja na kuingia kwenye vikao ili tuzungumze, tuone ni namna gani tunaweza tukaacha hilo jambo mara moja. Na ndio maana nikamwandikia barua mwenyekiti wangu ambaye yuko pale London, Uingereza, ili aweze kujibu kama katibu, aijibu kama mwenyekiti kuhusiana na himaya za South Africa ziachane na jambo hilo, kwa sababu si jambo linalojenga ustawi wa jamii. Kama mnavyofahamu, sisi ngozi nyeusi tumeshirikiana kwa umoja mkubwa sana kuhakikisha tunapata uhuru wetu Afrika. Sasa ni swala la kustajabisha sana na pia la kushangaza kuona baadhi ya wachache ndani ya South Africa, wakiwemo wazawa wa ndani ya South Africa, bila kujali na wao walitoka katika sehemu zetu sisi wenyewe, wakiendelea kuwafukuza wazawa, wakiendelea kuwafukuza wageni ndani ya South Africa waondoke na hawaruhusiwi kufanya kazi yoyote. Sasa wito wangu kwa nchi ya South Africa na viongozi wa kimila ndani ya South Africa, wakati harakati hizi na hatua hizi zikiendelea za kuweza kuhakikisha basi barua inajibiwa na mwenyekiti wa Umoja wa Muungano wa Falme za Afrika, ambao tayari mimi nimeshaiwasilisha ili wafikie pale katika himaya za South Africa, ningeweza kuwaomba hilo jambo wakae chini, wajadiliane, waliache mara moja. Nina maana kubwa sana kusema hivyo, kwa sababu endapo kama hilo jambo litaendelea, wa South Africa waliopo kwenye nchi zingine nje na South Africa na wao watafukuzwa. Watakapoanza kufukuzwa hapa ndani ya Tanzania, tunao wa South Africa wengi ambao wameajiriwa na tunawajua. Tutakapoanza harakati za kusema tuwafukuze, Kenya wapo wengi wanaotoka South Africa wameajiriwa ndani ya serikali ya Kenya na tunawajua. Wapo watu wanaotoka South Africa wameajiriwa ndani ya serikali ya Uganda na tunawajua. Wapo pia wa South Africa ambao wameajiriwa ndani ya nchi ya Kongo na wana nyadhifa nyingi tofauti tofauti wakiwa wanapokea mishahara katika nchi hizo, tunafahamu. Lakini vivyo hivyo tunazo taarifa kutoka maeneo mbalimbali Afrika, watu wa asili ya South Africa wakiwa nao wanafanya majukumu. Sasa endapo kama masuala yanayoendelea kuwafukuza wageni ndani ya South Africa waondoke kwa kigezo cha ajira, waondoke kwa kigezo wanawachukulia ajira zao, ni swala lisilokubalika katika jamii za misingi ya Afrika. Na ndio maana nikaeleza, endapo kama hilo jambo halitasitishwa, linaweza likawa sababu ya kuleta machafuko ndani ya Afrika. Tumeweza kuandikia viongozi wa South Africa wawe na umakini mkubwa sana, maana ni bahati kubwa kwamba machafuko hayo yameanzia kwenye himaya za kiasili ndani ya South Africa ambazo mimi ndiye katibu mkuu wake. Barua tuliyoiomba itakapotoka kwa mwenyekiti tutaiwasilisha, lakini pia tutafanya vikao vya makusudi kuendelea kuisihi na kuwaomba viongozi wa mila wa South Africa waachane na jambo hilo mara moja.